walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Bwana asifiwe sana. Ilifika mahala Nuhu akapaza sauti kwamba watu watubu dhambi, kwamba tubuni dhambi, gharika inakuja, kwamba kila mmoja atubie dhambi, kila mmoja aache maovu, kwamba gharika inakuja. Lakini watu wakapuuza, walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, wakijirikodi uchi na kujiposti mitandaoni. Lakini kwa saa wasiodhani, gharika ikaja ikawaangamiza wote. Ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Yesu Mwana wa Adamu aliye hai, kwamba watu watakuwa wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa, wakijiposti, wakifurahia maisha. Lakini kwa saa wasiodhani, Mwana wa Adamu yuaja na mawingu na utukufu wa Mungu Baba. Ni kweli utakuwa ni mjanja, ni kweli utakuwa ni tajiri, utakuwa maskini, utakuwa mzuri, utakuwa mrembo, utakuwa handsome, lakini pamoja na hayo, sura yako, uzuri wako hautakuokoa siku ya mwisho, hautakuokoa siku ya gharika. Wakati wa Nuhu walikuwepo mahandsome, walikuwepo warembo wazuri sana, wenye makalio makubwa, matiti makubwa, lakini uzuri wao, makalio yao haikuwaokoa. Hapana, haikuwaokoa. Kwa nini? Walikuwa ni wadhambi, na siku zote mshahara wa dhambi ni mauti. Pamoja na ujanja ulionao, pamoja na uwerevu wa dhambi ulionao, lakini mshahara wa dhambi ni mauti. Wanasema ni mauti. Hakuna mdhambi atakayeingia mbinguni, hata mmoja, hata mmoja. Kila mmoja atahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Waebrania 9:27. Kitabu cha Waebrania 9:27. Kitabu cha Waebrania 9:27 anasema,